Mwasham Baba Askofu Method Kilaini, askofu mstaafu wa jimbo la Bukoba, Mheshimiwa sana Padre Samuel Mchunguzi, Vika General wa jimbo letu la Bukoba, Mheshimiwa Baba Paroko Edison Mtembei na Padre Lucas, mapadre mnaokaa hapa, waheshimiwa mapadre wote mliofika hapa, wapendwa na waheshimiwa watawa, viongozi wa hawaka wa parokia hii teule ya Kianshenge, wapendwa wanahabari Radio Maria na waamini wote, itifaki zikizingatiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Tumefika hapa kwa kishindo. Mnaona mapadre walio hapa, nadhani mliwaona wachache zaidi walifika wakati wa kuwaleta mapadre, lakini sasa jimbo zima siku ya leo limefika hapa, askofu, maaskofu wawili, Vika General na mapadre wote na watawa na waamini, wawakilishi kutoka sehemu mbalimbali au parokia mbalimbali za jimbo letu. Tumefika hapa kushirikiana nanyi kujenga msingi wa parokia yetu teule ya Kianshenge. Kwa hiyo wapendwa wageni wote, itifaki zikizingatiwa, ninawakaribisha sana kama askofu jimbo ambaye ndiye paroko wa kwanza wa parokia hii. Karibuni sana waheshimiwa wote mliofika. Nilipofika hapa mwaka mmoja na nusu hivi, niliwaahidi wana parokia hii teule ya Kianshenge kwamba tutaanzisha parokia hapa. Na ili wazo sio kwamba nililianzisha mimi, lakini watangulizi wangu Baba Askofu Method Kilaini, unajua wazo hilo kwamba lilikuwepo na lilikuwepo tangu zamani, kwamba hapa iwe ni mojawapo ya parokia ambazo zinaunda jimbo la Bukoba. Ninawashukuru sana wapendwa waamini kwa kupokea wazo hili, na sasa kama mnavyoona tunaendelea kulifanyia kazi. Kama tulivyosikia kwenye Injili, tumekuja kushirikiana nanyi kujenga msingi ambao nyie wenyewe mliuanza, na tunataka msingi huo kama tulivyosikia katika Injili, tunapojenga msingi tunajenga kitu ambacho kitaimarisha parokia. Tunajenga misingi mbalimbali, sio msingi kama wa nyumba inavyojengwa, lakini msingi wa maisha yote mawili. Tunajenga msingi wa nyumba ya mapadre, alafu tunajenga msingi wa maisha ya kiroho. Hayo niliyopenda zaidi kuongelea, maisha ya kiroho. Na Bwana wetu Yesu Kristo ametuambia, unapochimba msingi ukaweka msingi ulio imara, unao uhakika kwamba hiyo nyumba itakuwa imara. Na kama tunavyofahamu wapendwa waamini, msingi ulio imara, msingi au kanisa lililo imara ni lile ambalo limejengwa mioyoni mwa watu. Kwa sababu nyumba hizi panaweza pakaja gharika, panaweza pakaja upepo mkubwa ukatikisa hizi nyumba, na wakati fulani hata sasa hivi tunajenga, lakini inawezekana tukafika mahala tukasema turekebishe
haya majengo, tujenge kanisa kubwa, tujenge nyumba mpya ya mapadre, lakini hayo kama kanisa la rohoni limejengwa vizuri. Ndio ninawaomba nyie wana Chenge na vigango vyake, tujitahidi kujenga makanisa ya rohoni, pawepo msingi ulio imara. Hata watu nyumba hizi zinazoonekana zikiondoka, lakini tutakuwa na uwezo wa kuweza kuzirudisha. Kwa hiyo wapendwa waamini, ninawaomba jengeni pamoja na Kristo aliye jiwe la msingi la pembeni la kanisa. Jengeni na Kristo. Na kujenga pamoja na Kristo, kwa la kwanza ni kushika neno la Mungu. Shikeni neno la Mungu, sio kulishika tu na kuliishi, na kuwa tayari kutoa ushuhuda. Kuwa tayari kutoa ushuhuda na majitoleo mbalimbali. Hapo ukiwa umejijenga hivyo, utakuwa umejenga kitu kikubwa. Kusikiliza neno la Mungu, kama tulivyosikia Kristo anasema, yule anayejenga au yule ambaye anasikiliza maneno ya Kristo ni yule ambaye anajenga msingi ulio imara kwa kusikiliza neno la Mungu na kulifanyia kazi. Huyo ndiye anayejenga na Kristo na kuishi imani yake kwa maneno na matendo, yaani kuwa tayari kutoa ushuhuda kwamba mimi ni Mkatoliki. Ninajua sehemu hii kuna madhehebu mbalimbali. Sasa nyie tunalo waomba ni kusimama imara katika imani yetu ya Kikristo. Simame imara katika imani yetu ya Ukatoliki. Siku hizi pamekuja madhehebu mengi sana ambayo mengi ninayaita yanafanya biashara. Nafanya biashara kwa sababu unakuta eti ufanyiwe muujiza, utoe fedha kiasi fulani, na muujiza wanafanya miujiza au ni mazingaombwe tu. Kwa hiyo hakuna muujiza wowote, ila ni nini? Ni mazingaombwe. Kwa sababu mtu anatoka pale ameponya kisaikolojia au amejazwa mifuko kisaikolojia, anaambiwa kwamba tega simu zako, pesa itaingia. Hata wapumbavu hawawezi wakafanya hivyo. Lakini unaona watu na hiyo wanaita ni nini? Ni dhehebu, ni dini. Lakini unajiuliza, kama mtu anawaambia namna hivyo watu kwamba tega fedha itaingia, sasa we mwenyewe mbona sio tajiri? Baadaye anawaambia leta mchango, leta kitu fulani. Kwa nini yeye asitege simu hizo fedha zikafanya nini? Zikaingia. Wajinga ndio wali wao. Kuweni makini kwa hayo. Kwa hiyo ndugu zangu, kanisa letu Katoliki limejengwa kwenye Kristo mwenyewe, Mungu mwenyewe. Limejengwa kwenye imani ya mitume kama tunavyosali kwenye na sadiki, na leo tutaisali tena na sadiki kwenye imani ya mitume. Imejengwa kwenye mapokeo mazuri ya kanisa. Na humo kuna utajiri mkubwa sana. Wakristo waliotangulia wameweka msingi mkubwa sana, lakini sio kwamba wao wameweka. Mungu kwa kupitia maisha yao ameweka msingi mkubwa. Kwa hiyo hilo ndiyo kanisa Katoliki. Ninawaomba mbaki kwenye kanisa Katoliki, msitangatange huko na huko. Wapendwa waamini, mnapojenga msingi
wa parokia hii teule, ninawaomba mjitahidi sana parokia teule hii na vigango vyake kuhudhuria maadhimisho ya liturujia. Sio padre anakuja anakuta Wakristo 3, Wakristo 4. Jitahidini kualikana kama kigango fulani. Naona vigango karibu ni 13 hivi, 14. Baba paroko ni vingapi? 13. Kwa hiyo vigango vyote, sitegemei kwamba mnaweza mkapata misa siku ya Jumapili. Vyote sio rahisi kupata ibada ya misa takatifu, lakini mnapopangiwa zamu, hata msipopangiwa zamu, kama kuna ibada ya katekista, ninawaalika njoni, kwa sababu mnapokuja mnaimarishwa kwa neno la Mungu, na panapokuja misa takatifu unaimarishwa kwa neno la Mungu na inaimarishwa na chakula katika liturujia ya Ekaristi. Unampokea Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo wapendwa waamini wa parokia hii teule, jitahidini kuhudhuria maadhimisho ya liturujia. Na maadhimisho ya liturujia yanahusu ibada ya misa takatifu, maadhimisho ya sakramenti mbalimbali, sakramenti ya ubatizo. Kwa hiyo tunawaomba muwalete watoto wenu wabatizwe, na nyie wafuatilie watoto wenu jinsi wanavyoishi maisha yao ya ubatizo. Walete watoto wenu wapokee komunio ya kwanza. Walete watoto wenu wawe na mazoea ya kupokea sakramenti ya upatanisho, penitensia. Kwa sababu kama mnavyoona sasa hivi katika nchi yetu tunalo mambo tunayoyapitia, ni kwamba dhamiri hazijajengwa vizuri. Dhamiri hazijafanya nini? Hazijajengwa vizuri. Kama zingekuwa zimejengwa vizuri, watu wangekuwa wanasisitiza kwamba amani, kabla hujapata amani unahitaji kuwa na haki, kutoa haki. Sasa hivi utasikia wengine kwa propaganda wanasema unahitaji amani, tunahitaji amani. Amani sawa, tunahitaji, ndiyo msingi, lakini kitu cha kwanza ambacho inabidi kitolewe ni nini? Ni haki. Uwezi ukapata amani bila kutoa nini? Haki. Na hiyo inajengwa kutoka wapi? Mtu awe na dhamiri. Lakini yule anayepiga propaganda kwamba unahitaji nini? Unahitaji amani. Huyo afikirii kwamba inabidi ujenge dhamiri za watu kwa kupitia neno haki, utoe haki kwa wote. Kwa hiyo hilo muwe makini. Hata huku vijijini msije mkasema wale walioko sehemu mbalimbali ambao hawatoi haki, hawakubali neno haki, wengi wametoka vijijini, na wengine huenda wametoka wapi? Wametoka huku. Kwa hiyo ninawaomba parokia hii yetu ya Kianshenge mjitahidi kuwa mnaungama. Wanapoita maungamo, usije ukasema inyina ujia ugambira padri amafugange ngiyo kiraki. Dhamiri ndivyo unazibutua. Baadaye unatenda dhambi, unaenda kukomunika. Tusipojenga dhamiri za watoto wetu hao, wakakutana na dhamiri, wakakuwa na dhamiri zilizo hai za roho zao, tunaweza tukapata matokeo hasi, matokeo ambayo hayatatufurahisha wakati wa uzee wetu.
hata na watu wazima, tuhuishe dhamiri zetu. Tuhuishe nini? Dhamiri zetu. Na ndio maana tumesogeza huduma hii ya parokia karibu, ili mapadre waweze kufanya nini? Kuwahudumia. Unapohitaji maungamo, mapadri wapo karibu. Unapohitaji sakramenti ya upatanisho, sakramenti ya ubatizo, mapadri wapo karibu. Unapohitaji sakramenti ya kipaimara, unapohitaji sakramenti ya ndoa, unapohitaji mpako wa wagonjwa, mapadri wapo karibu. Mkishika mambo hayo, mtakuwa mmejenga nyumba katika nini? Mwamba. Mtakuwa mmejenga kanisa katika nini? Katika mwamba wa imani. Wapendwa waamini, pia tunajenga kanisa letu teule parokia yetu teule ya Kianshenge katika mwamba, kiwa tutaweka mazoea ya kusoma neno la Mungu na kuwa na Biblia na kusoma neno la Mungu. Hilo ndilo au ndio udhaifu ambao tunao Wakatoliki. Wakatoliki tunao udhaifu wa kutosoma neno la Mungu. Hatuna mazoea ya kusoma neno la Mungu kila mara. Ninawaomba baba paroko na paroko msaidizi, msisitize watu kila jumuiya wawe na Biblia. Wawe na Biblia, na Biblia sio zinakuwepo kama mapambo. Biblia muwe mnasoma neno la nini? La Mungu. Hata kwenye familia mweta kila mara. Wenzetu wa madhehebu mengine kabla ya mlo na baada ya mlo wanakuwa mtu ametayarisha neno la Mungu analisoma. Na wanachukua muda badala ya kwenda kwenye hadithi na mambo mengine ambayo hayafai. Unakuta mtu amekaa pale kitako, akitoka kazini anasoma neno la Mungu. Anakaa kwenye kiti anasoma neno la Mungu. Tenga muda kila siku kusoma neno la Mungu. Kama wa madhehebu mengine hasa Lutheran wamejitahidi kufanya hivyo, na sisi tunaishi nao. Na shida iliyopo, sisi tusiposoma neno la Mungu na kulielewa na kulitafakari, tunapopatwa na matatizo, hawa wakaja wakatusomea neno la Mungu. Ndiyo maana unaona tunasombwa kama digidigi. Tunapelekwa kwenye madhehebu mengine. Akisha taja neno fulani, kwa maana neno fulani la Mungu likisha somwa moja kwa moja linakugusa, alafu unadhani pale ndio kuna Roho Mtakatifu, kumbe umekwenda kwenye biashara ya nini? Biashara ya watu. Kwa hiyo ninawaomba msome, muwe na mazoea kusoma neno la Mungu. Wameleta huduma karibu, au tumeleta huduma karibu. Nilikuwa ninawaomba wapendwa waamini, panapotokea pakawepo na ibada ya kuabudu, mpike. Sijui baba paroko umeweka ibada ya kuabudu lini? Siku ya Jumapili ndio kuna ibada ya kufanya nini? Ya kuabudu. Nilikuwa nawaomba mfike kwa wingi na kumwabudu Bwana wetu Yesu Kristo. Hapo mtakuwa mnajenga katika mwamba. Sijui rozari ipo lini baba paroko. Rozari ni kila siku. Kwa hiyo fikeni, hasa nyie kwa kuwa mmezunguka
parokia yetu teule imezungukwa na vijiji, mfike msali pamoja rozari kwa kuwa ipo kila siku. Na mnapotoka hapa, jengeni kanisa la nyumbani. Na makanisa ya nyumbani tunayajenga namna gani? Kwa kuwafundisha watoto dini pale nyumbani. Mimi kwa mfano nakumbuka katekisimu yote ile ninayoifahamu ya Kiaya nilipata kutoka kwa mama yangu. Lakini unakuta bahati mbaya watu wanaingia katika ndoa, hata katekisimu, hata ishara ya msalaba wakati mwingine na yenyewe hajui ina maana gani. Kwa hiyo tunawaomba mapadre mlio hapa, sisitiza watu kabla hawajaingia katika sakramenti ya ndoa, au tayari wale ambao wako katika sakramenti, wako katika ndoa, walau wajue katekisimu na mfanye kila njia kuhakikisha watu wanajifunza katekisimu vizuri, hasa kwa watoto. Mnaweza mkaanza na nini? Na watoto. Wamisionari wengi walianza na watoto na walifanikiwa. Kwa hiyo tilia maanani kufundisha dini huko nyumbani. Na kwa bahati mbaya sehemu nyingine wazazi unakuta ni mmoja na wana muda, lakini mweke mipango, sio baba paroko peke yake, ila na nyie waamini, ya kuhakikisha shule zote zilizo katika parokia hii zinafundishwa dini, na watoto wajifunze sala za jioni na za asubuhi. Vivyo hivyo na Wakristo tunawahimiza, kama mnataka kujenga kanisa lililo imara kwa Kristo, jitahidini pia katika maisha yenu ya kila siku, sala za asubuhi na sala za jioni. Hapo mtakuwa mnajenga katika mwamba. Ninajua kuna mambo mengi ya kufanya mnapoanzisha hii parokia ya Kianshenge. Kwa hiyo naomba miito yote inayotolewa na baba paroko, sije mkafurahia kwamba tumepata parokia vizuri sana, tumepata parokia teule, lakini miito inayotolewa na baba paroko, jamani, nendeni katika jumuiya ndogo ndogo. Hakikisha mnakwenda kwenye jumuiya ndogo ndogo. Huenda mlipokuwa bado Kishuro, mafundisho ya kila juma yalikuwa labda hayawafikii mara kwa mara, na mambo mengi mlikuwa hamjapati mara kwa mara, kwa sababu mtu atoke hapa aende kuteremka mlima wa kwenda kule Kishuro ilikuwa ni kazi kubwa. Sasa mmekuja hapa, ukiitwa kwenye semina, mnapoitwa kwenye semina au mafungo, jitahidini kuhakikisha mnakuja kwa wingi, mnaalikana kwamba jamani, kuna semina ya uongozi, kuna semina ya kitu fulani, kuna mafungo ya kitu fulani. Hapo mtakuwa mnajenga kwenye nini? Kwenye mwamba. Lakini hivi vitu, hizi nyenzo za kiroho, mkijitenga nazo, parokia ya Kianshenge haitaitwa parokia kamili, itabakia kwenye parokia teule. Miaka yote itabakia kwenye parokia teule. Nimefurahi kwamba paroka alinieleza mlipokuwa na hija mwezi wa 8 mlifika kwa wingi. Na washukuru sana kwa kufika kwa wingi. Sasa matukio kama hayo ndiyo yawe ni chachu ya uinjilishaji. Mnapokuwa na sherehe mbalimbali za kiparokia, mnapokuwa na matukio mbalimbali ya kiparokia,
jitahidini kufika kwa wingi, kwa sababu mnapofika kwa wingi sio kwamba ni wazi mnatoa ushuhuda wa imani yenu, lakini ujumbe ule anaotoa paroko, anaotoa mhubiri, ujumbe ule unafanya nini? Unazama. Lakini mkifika wachache, ujumbe unabakia kwa watu wachache, na wale ambao wanainuka kiroho wanakuwa ni wachache. Kwa hiyo ninawaomba msisitize kitu hicho. Napokuwepo na wito, jitahidini kuhudhuria kwa wingi. Sasa baba paroko nitamuuliza akija kuniambia wakati fulani kwamba jamani, baba askofu, tunaomba hii parokia ifanywe parokia kamili. Nitamuuliza ili lipo Wakristo wanaohudhuria, kama tulivyosema kwamba kigezo kimoja wapo itakuwa ni vyama vya kitume. Ameniambia kwamba kuna vyama vya kitume karibu 6 hivi, lakini nitamuuliza vina wanachama wangapi? Wale wanaoshiriki utume labda wa Fatima ni wangapi? Wale wanaoshiriki utume wa Reggio Maria ni wangapi? Moyo Mtakatifu wa Yesu ni wangapi? Nitamuuliza. Kama watakuwa wachache, tutasema kwamba hii parokia bado inahitaji kufanya nini? Kulelewa. Ninataka kuwaomba ni kwamba mjitahidi sana kuingia kwenye vyama vya nini? Vya kitume. Na tayari tumeweka tumeomba, nawaomba siku ya leo kwamba muwe na vyama vya kitume na hata vya watoto, utoto mtakatifu. Nawaona wachache hao ambao wako hapa. Ni wazi siku ya leo ni siku ya shule, lakini nawashukuru walimu. Napowaona watoto, nawashukuru walimu wameweza kuwa ruhusu watoto wakaja kuhudhuria misa ambayo ni ya kihistoria, kwa sababu hatutarudi tena kuja kufanya nini katika maisha ya parokia teule ya Kianshenge. Siku kama hii haitaweza kufanya nini? Kuonekana. Na tukiwa wengi zaidi, labda tunaweza tukaja kwenye tukio lingine, sio tukio kama hili tena. Tukio hili limefanya nini? Limepita. Kwa hiyo ninawaomba hayo myazingatie. Nimewaomba pia muimarishe jumuiya ndogo ndogo. Imarisheni jumuiya ndogo ndogo za nini? Za Kikristo. Wakati wa nyuma mlikuwa amfuatiliwi walau kwa sababu ya umbali. Mababa paroko na paroko msaidizi walikuwa hawaji huku mara kwa mara, lakini sasa hivi maparoko na baba paroko msaidizi wako karibu. Kwa hiyo ninaloendelea kuwasitiza, imarisheni jumuiya ndogo ndogo. Ni nyenzo muhimu, na ninaweza nikasema ni chombo muhimu ambacho kinafanya parokia ijenge katika nini? Ijengwe katika mwamba. Kama nilivyowaomba, nimewaomba hivi vyama vya kitume, utoto mtakatifu. Sasa sijui kama mmefanya jitihada kuwa na utoto mtakatifu. Sijui kama mmefanya jitihada. Kwa hiyo ninawaomba mjitahidi kuimarisha shirika la utoto mtakatifu. Pia ninawaomba imarisha au undeni chama cha miito. Nimefurahi kwamba mnaye shemasi tayari. Si mnaye shemasi tayari sasa hivi? Na wengine Mungu akipenda labda watakuwako njiani. Lakini ninawaomba sije mkabweteka mkasema hawa mapadri wanatosha au masista wanatosha. Ninawaomba muunde chama cha miito. Muunde chama cha nini? Cha miito. Na mlee miito mbalimbali. Miito ya utawa au wito wa utawa,
wito wa upadre na wito wa utawa wa kiume. Kwa wakati wetu mito hiyo inahitajika sana, na haiwezi ikafika wakati fulani ukasema tutakuwa na mapadre wa kutosha. Haiwezekani. Kila mara kuna kuwepo na hitaji la mapadre sehemu mbalimbali. Sasa najiuliza, kama tungekuwa na parokia au naangalia tungekuwa na parokia hata sehemu nyingine za karibu kama Kabale kule, tayari tungekuwa na nini na parokia, lakini kwa sababu hatuna mapadre hatuna nini, hatuna parokia. Au kule Mazinga tungekuwa na nini, na parokia, lakini hatuna nini, hatuna parokia. Sehemu nyingi siwezi nikataja nikazimaliza, hatuna parokia. Pamoja na hiyo tunakuwa na mahitaji hapa ya ndani ya jimbo letu, lakini tunakuwa na mahitaji ya kupeleka mapadre sehemu mbalimbali. Taasisi zetu za Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, hata na taasisi zetu za nini, za jimbo, na zenyewe zinahitaji nini, zinahitaji mapadre, zinahitaji watawa wa kuhudumia. Kwa hiyo ninaomba hii parokia teule ya Kianshenge mwanzishe chama cha miito, na hiki chama cha miito kitakuwa chemi ya miito mbalimbali. Msije mkasema tayari tuna padri huyu au tayari tuna waseminarista hawa, hafanyi nini, haitoshi. Kwa mfano unakuta kuna parokia nyingine kama Rutabo wana mapadri wengi na wana maaskofu. Sasa nyie mnaye askofu bado. Sasa kwa hiyo mkazane na nyie muwe na nani, na askofu. Mwenyezi Mungu achague muwe na nini, na askofu. Msije mkasema tunaye padri huyu na mwingine yuko njiani na mwingine yuko njiani, basi, lakini hamjawa na nini, na askofu. Lakini sio lazima ni wazi askofu atoki sehemu yoyote, inategemea Mungu amependa kuchagua wapi, kuchagua wapi. Lakini akichagua hapa tutamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tuwaombee na mapadri wetu walao waweze kufanya vizuri. Pia ninaomba muimarisheni novena mbalimbali za watakatifu. Tunao watakatifu. Hivyo ndivyo vitu ambavyo vinasaidia maisha ya kiroho, ambayo yanasaidia sana watu kuwa na imani. Mnapokuwa na matatizo, siende kwa waganga wa kienyeji, kuweni na novena. Katika familia matatizo yanapowakumba, kuweni na nini, na novena. Hata katika parokia mnapokuwa na shida mbalimbali, mnamuomba paroko, mnakuwa na nini, na novena. Tunasoma katika Matendo ya Mitume, mitume walipokuwa wanadhulumiwa waliungana pamoja katika nini, katika sala na mama Bikira Maria. Sasa ndugu zangu, wengine badala ya kuungana pamoja kwenye novena na mama Bikira Maria, wanaenda kuungana na mganga wa kienyeji. Mganga wa kienyeji yeye anatafuta maporoso, kisha mpatia maporoso, basi mambo yamefanya nini, yameisha. Biashara hiyo imefanya nini, imekwisha. Lakini na inakuwa hakuna suluhu, au suluhu kunakuwa umetibiwa kisaikolojia, halafu kisha rudi nyumbani, matatizo yanafanya nini, yanaendelea. Lakini mkisali novena kwa mtakatifu yoyote, kwa kupitia mtakatifu huyo, baadaye mnaimarishwa kiroho, na yale mnayoyatafuta mnayapata. Na mjue hizi novena sio ya siku moja, inakuwa endelevu. Huwa nawaambia watu, mama yake na Agustini alisali miaka 30 anamuombea mtoto wake nani, Agustino, ndipo alipoongoka.
na kurudia Ukristo. Sasa isije ikawa wewe unasali mwezi mmoja au wiki moja unasema Mwenyezi Mungu afanye nini? Akusikilize. Kwa hiyo ndio maana nyie wa Kristo wetu na wote mnaotusikiliza tunawaomba kusali daima. Na Bwana wetu Yesu Kristo alisema salini daima, msije mkaingia nini? Majaribuni. Kwa hiyo na nyie nawaomba msali daima tunapoendelea kujenga msingi wa parokia yetu ya Kianshenge. Wapendwa, tumekuja kuwaimarisha, tumekuja na vitu vidogo vidogo ambavyo labda mtavisikia. Nadhani ikitokea kwamba wamekuja tena mapadri hapa au Wakristo kutoka parokia mbalimbali walivyokuja, itakuwa ni mara chache. Labda ikibahatika mkawa na upadilisho au mkawa na sherehe mbalimbali, ndipo unaweza mkapata mapadri. Lakini na hivyo vitu watakavyokuwa na vileta vitakuwa ni kwa ajili ya yule anayelengwa. Lakini sasa tumekuja hapa na vitu hivi, vitu mbalimbali, mtasikia fedha au vitu ambavyo mapadri wamebeba kutoka sehemu mbalimbali, ni kwa ajili ya kutegemeza, kusaidia kujenga msingi. Lakini tunasaidia ojuna gizireki ojuna aikugiraki aikwejuna. Sije ukategemea kwamba kila mwaka askofu atakuwa anawaalika mapadre, anawaalika maparokia yote, anafanya nini? Yanakuja. Ninalotaka kuambia parokia ni hii, muitegemeze parokia. Na mnakumbuka baba paroko, nimeona amechelewa, parokia wa paroko wenu wa zamani aliyekuwa ambaye ni paroko wa parokia ya Kishuro, niliwaomba kabla sijateua tangaza parokia kwamba uniletee majina ya wale ambao watategemeza, wanaomba parokia. Uniletee majina ya wale ambao watategemeza parokia. Akaniletea majina ambayo mlisaini baadhi yenu. Sasa nitakaporudi nikakuta nyumba ya mapadri haijamalizika, nja kuja nenko ni angela. Sababu mtakuwa mmefanya nini? Mtakuwa mmenidanganya. Kwa hiyo ninawaomba mtimize ahadi zenu ambazo mlifanya nini? Mlizitoa kwamba mtategemeza nini? Parokia. Itakuwa ni aibu. Nakumbuka hata parokia yangu baba askofu anakumbuka mwaka 72 Askofu Nkaranga alitaka kufunga parokia ya Ishozi. Basi walikuwa wameahidi kwamba watategemeza parokia, lakini baadaye wakawa wameregarega. Askofu Nkaranga wakati ule alikwenda na fimbo yake, alikuja na fimbo yake. Sasa sisi tulikuwa wadogo, lakini baba baadaye alitusimulia, akasema alitaka kutupiga kwa sababu tumeshindwa kufanya nini? Kutegemeza parokia. Na alikuwa amepanga kuifunga parokia ya Ishozi wakati ule. Kwamba msipotegemeza parokia mimi nitafanya nini? Nitaifunga. Nimeona na askofu wa Same kama amefunga nini? Amefunga parokia moja ambayo Wakristo wameshindwa kufanya nini? Kuitegemeza. Sasa sisi sidhani kama mtatuletea kishawishi hicho cha kufikiria kufunga hii parokia ya wapi ya Kianshenge, parokia teule, kwamba wameshindwa kutimiza nini? Malengo. Ninawaomba muunde kamati za kuendeleza kutegemeza parokia, hata na kusafisha mazingira. Na mnapokuja walete watoto waone jinsi mnavyotegemeza nini?
parokia na wenyewe waweze kujifunza, kwa sababu hawa ndio kanisa la leo na kanisa linalofanya nini, linaloendelea kesho. Hayo msije peke yetu kwa basira ya bana mbazana, hapana, baje bazani le anu. Kwa hiyo ninaomba mtegemeze parokia. Parokia mtaitegemeza kwa kuwa kuwategemeza mapadre ambao wanaishi hapa, kuendelea ujenzi, muwe na parish hall, isiwe kila mara mnatumia nini, mnatumia kanisa. Jengeni hata na parish hall. Mtu anapofika hapa anaona kwamba amefika kwenye kanisa Katoliki, na ikiwezekana kama kuna uwezo hata na vile ambavyo tulisema shule ngine mnaweza mkazijenga. Sidhani kama mnachekechea tayari. Chekechea baba wameshaijenga, bado hata chekechea haijafanya nini, haijajengwa. Kwa hiyo kuweni na mipango madhubuti. Ninakumbuka nilipofika hapa mlikuja umati kuweza kunionyesha kwamba mnahitaji nini, parokia, lakini leo naona umati haujaji. Umati uko wapi? Uko wapi? Kwa hiyo ninaomba mjitahidi kuwa makini kwa hayo. Hayo ninawaomba, leteni michango ya parokia, michango ya jimbo, michango ya kitaifa na kimataifa. Naomba pia tunzeni rekodi, hasa nyie mapadre, rekodi za parokia, za taasisi. Hawa mapadre wanajua. Bahati nzuri Padre Edison ndiye aliyekuwa mwanzilishi wa parokia ya Kiebitembe. Kwa hiyo ninajua kwamba tumeleta nahodha mzuri sana, ingawa kuanzisha parokia inakuwa sio mchezo. Najua anavyohangaika kuanzisha parokia. Ninaomba tusimkatishe tamaa, analolisema tuwe tayari kulifanya, kwa sababu tayari yeye anao uzoefu mkubwa wa kuanzisha nini, parokia. Kama alianzisha parokia ya Kiebitembe na Kiebitembe hiyo imesimama, mjue kwamba tuliwaletea mwamba. Tulileta mwamba kwamba huyu ukimweka parokiani anaenda kufanya kazi, anaenda kujenga parokia kweli. Baba Father Edison labda walisema kuba kinye tunakuomba utuvumilie, na huo ndio utume wenyewe, kwa sababu kuanzisha parokia ni mahangaiko mengi. Kwa hiyo na nyie muunge mkono analowaambia, jaribu kulitii. Kwa hiyo nimetoa siri kwa nini huyu baba paroko yuko hapa. Mtu ambaye ana uzoefu tayari, alishaanzisha nini, parokia. Labda kiona mambo yameshindikana, turamanyoko ninywe mgizireki mterei kubo. Tunajua parokia inapojengwa, najengwa misingi mikubwa, ratiba ya parokia, shughuli mbalimbali za nini, za parokia zinafanyika. Kwa hiyo wapendwa waamini, ninawaomba zingatieni hayo, kama tulivyosikia kutoka katika somo la pili ambalo limetoka katika waraka kwa Filipi, ambalo limetuambia kuweni wenye furaha. Mwishoni na waomba kuweni wenye furaha. Zingatieni mambo mema, mambo ya kweli na bora.
Zingatieni mambo mema na mambo ya kweli na bora. Tendeni haki kama nilivyosema. Kumbe haki sio ninayoisema mimi peke yangu. Hata na Mtakatifu Paulo kwa Wafilipi aliwaambia Wafilipi kwamba tendeni haki. Kuweni na mambo yaliyo safi, ya kupendeza na heshima. Fyoni ninawaomba, kwa kuwa mna parokia nyingine jirani ambazo mtaona zinafanya vizuri, jitahidini kuiga kutoka katika parokia hizo. Mambo mengine tutaendelea kuwasindikiza kwa sala, na Kristo yeye ambaye amesema atakuwa nasi mpaka ukamilifu wa dahari hawatangulie, na Mtakatifu Lucia mlinzi wa parokia hii, na yeye alivyopambana sababu yalikuwa bikira, na yeye hawatangulie katika utume wenu wa kuendeleza parokia. Ila kwa kuwa tuna parokia mbili sasa hivi zinazoitwa Mtakatifu Lucia, labda kutoleta mkanganyiko, tutaangalia labda tunaweza tukatoa moja tukaipatia jina jingine. Tutashauriana na washauri wetu tuweze kuona kama inaweza ikaendelea hivi, sababu nimeona Dar es Salaam kuna parokia ambazo zina majina ya watakatifu somo ambao wanafanya nini, yanafanana. Na sisi tutaangalia huku kama tutaona tuongeze labda Mtakatifu Lucia Kianshenge na Mtakatifu Lucia Buma, basi tutakuwa tutaangalia namna ya kufanya. Tukiona ni muhimu kubadilisha, tutabadilisha. Ingineyo nawatakia ujenzi wa parokia, ijengeni kwa Kristo, ijengeni kwenye mwamba wa Kristo. Tumsifu Yesu Kristo.